haya yanakuja kutuathiri. Hiyo ilikuwa ni mechi dhidi ya Al Masry kwenye hatua ya robo finali, na adhabu yake imetoka hivi sasa. Lakini vile vile tumepewa adhabu kutokana na mechi ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane, na yenyewe ilikuwa na matendo kama haya yalotokea kwenye mechi dhidi ya Al Masry. Huku vile vile tuliwasha zile fireworks ambalo ni kosa, lakini kulikuwa kuna vitendo vingi vya vurugu za hapa na pale, ambapo kwa ujumla wake kwenye mechi ya fainali tumetozwa faini ya shilingi ya dola 35,000. Kwa hiyo kwa ujumla tumepokea adhabu kutoka CAF ya dola 85,000 sawa na shilingi milioni 212 na laki 5. Hiyo ndiyo faini ambayo Simba Sports Club tunapaswa kulipa baada ya kutokea matendo yasiyokuwa ya kiwana michezo katika mechi zetu mbili. Tayari tumezungumza kwa upana namna gani tunapaswa kujidhibiti wenyewe kwa wenyewe kabla hatujafikia kwenye uvunjifu wa kanuni na sheria za mpira wa miguu. Asante Mungu ni kwamba kwenye mechi ya Berkane tumempata faini pekee, hatukufungiwa mashabiki kuingia uwanjani. Kwenye mechi ya Al Masry tumepigwa faini na mashabiki kutoingia uwanjani. Kwa hiyo tunaitumikia adhabu hii ya kutoingiza mashabiki uwanjani kwenye mechi moja pekee, mechi dhidi ya Gaborone United. Lakini kwa kuwa ndani ya kipindi cha muda mfupi tumefanya makosa mara 3 katika mechi 3 tofauti, maana yake ni kwamba kuanzia sasa CAF watakuwa macho na sisi kweli kweli kwenye mechi zetu, kwa sababu wameshatuingiza kwenye listi ya timu zenye mashabiki ambao wanafanya vitendo visivyokuwa vya kiungwana. Hivyo kwenye mechi zetu watakuwa wanatupia jicho kweli kweli kuangalia, je, Simba Sports Club atabehave kama ambavyo wanafanya ama kuna mabadiliko ambayo wameyapata. Kwa hiyo tuna kila sababu katika mechi zinazokuja tuoneshe ustaarabu, uungwana wa kiwango cha hali ya juu kweli kweli, ili kuwaonesha CAF ya kwamba kuna mabadiliko makubwa ambayo tumeyapata ama kuna somo kubwa tumelipata kutokana na adhabu ambayo wametupatia. Kwa hiyo nichukue nafasi hii, ndugu zangu wana Simba, kuwaomba, kuwakumbusha na kuwaonya vile vile ya kwamba kuanzia hivi sasa tunapaswa kuchukua taswira mpya kwenye eneo letu la ushabiki ili kuepuka kupata adhabu za namna hii, adhabu ambazo zinatuathiri kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Kutokana na adhabu hizo hasa za faini ambazo tumepigwa, tumekuwa tukipokea maombi na maoni mbalimbali kutoka kwa mashabiki wetu wakisema ya kwamba hili ni kosa letu, tunawajibika kuungana na klabu kwenye kulimaliza hilo kosa, kwa maana ya kwamba mashabiki wametaka na wenyewe kuwa sehemu ya kupata maumivu ya makosa haya ambayo tunayapitia klabu ya Simba, na maumivu yenyewe ni kuibeba faini ambayo tumetozwa na shirikisho la kandanda Afrika CAF, ambayo ni milioni 212 sawa na dola 85,000. Kwa mantiki hiyo basi, mashabiki wa Simba Sports Club kwa mapenzi yao na kwa kutaka kuisaidia klabu yao na kwa kutaka kuwajibika kwenye makosa tuliyofanya sisi wenyewe, mashabiki wameomba na wenyewe wachangie faini ili kuipunguzia klabu mzigo. Na kwa mantiki hiyo basi, na sisi Simba Sports Club tumebariki na tumeridhia mashabiki wachangie kwa namna moja ama nyingine kwenye adhabu hii ambayo tumepewa, hususan kwenye eneo la faini. Kwa mantiki hiyo basi, natangaza hapa
namba za shabiki yeyote ambaye atahitaji kutoa ama kulipa ama kuchangia faini. Kama tutampata mtu shabiki mmoja ambaye atasema mimi nitalipa milioni 200 zote hizo, hatuna mashaka, tunamkaribisha sana. Kuna watu wako vizuri kiuchumi. Unakutana tajiri kama Michael Nguli pale. Anasema kamata milioni 200 hapo hiyo, lipeni faini kafu, alafu haturudi tena makosa namna hiyo. Wako watu namna hiyo, ndio bana? Au Mavala anaweza akatulipia. Kwa hiyo kama mtu yupo anataka kulipa faini yote kwa ajili ya kuisaidia na watu na mapenzi, na hii timu. Namba za lipa namba tutazitangaza kwenye mitandao yetu ya kijamii ili wanasimba waweze kutoa huo mchango. Lakini hii ina taswira mbili. Inawezekana wewe ulipanga kwenda uwanjani siku ya tarehe 28 kwenye mechi hii ya ligi mabingwa Afrika. Kile kiingilio chako ambacho ulipanga kukitoa kwenye mechi, sasa kiingilio hicho kihamishie, twende tukalipe faini ya kafu. Kama ulipanga kuingia kwenda kukaa mzunguko kwa shilingi 1500, basi ile 1500 yako tuwekee kwenye lipa namba hapo, tukalipe faini ya kafu. Kama ulipanga kwenda kuingia kwa platinum ya 150,000, ile 150,000 yako tuwekee humo kwenye lipa namba, twende tukalipe faini ya kafu. Kama ulipanga kwenda kukaa VIPB kwa shilingi 20,000, ile VIPB yako iweke humo kwenye lipa namba ya Simba Sports, twende tukalipe faini ya kafu. Tunataka kwa pamoja tushirikiane chini ya kampeni yetu mpya inayosema letu sote. Wote kwa pamoja, hili ni letu sote. Tumekosea pamoja na tunalazimika kwa pamoja tulibebe hili, twende tukalimalize. Lakini jambo la msingi ambalo ningependa kusisitiza kwa yule mwenye dhamira ya kutaka kuchangia kulipa faini hii, alipe kwenye namba husika ambazo tutazitoa. Usimtumie mtu mkononi, hasa kwa wale watu ambao wako nje ya nchi. Inawezekana system ya kulipa inamsumbua, akaamua kumtafuta mshikaji wake, bana nilipie. Hakikisha mtu utakayemtumia huo unamwamini kweli kweli. Otherwise, fanya unachoweza kulipa, uweze kulipa kwenye lipa namba husika ya Simba Sports Club. Au kwa wale ambao wako nje ya nchi, tutawapa akaunti za Simba ili waweze kuingiza fedha moja kwa moja. Tunasema haya kwa sababu ya experience tuliyokuwa nayo. Wapo watu ambao sio waadilifu, mtu anapewa bana nilipie hiyo, alafu na yeye anafanya mipango yake. Ili kuepusha hayo, kila mtu alipe kwenye namba husika ya Simba Sports Club. Na kila siku from today night tutakuwa tunatoa updates mpaka sasa tumechangia kiasi gani. Lengo letu ni wanasimba tuibebe hiyo adhabu, twende tukalipe hii fine, ili kila mtu ayapate yale machungu anayotakiwa kupata, ili wakati mwingine twende tukajidhibiti wenyewe, tusifanye vitendo vya hovyo na hatimaye tusipate adhabu namna hiyo. Namba ambazo unaweza ukatia mpunga wako hapo. Tunao mtandao wa Vodacom, namba yake ni 53 06 272. Lakini tunao mtandao wa Yas ni 61 79 548, na tunao Airtel vile vile 95 45 45. Tutachapisha kwenye mitandao yetu mbalimbali ya Simba Sports ili kila mtu alipe anachoweza kulipa, tuweze kumalizana na CAF mapema. Kwa kuwa tumepewa adhabu hii ya kutoingia uwanjani siku ya Jumapili kwenda kuiona timu yetu pendwa ya Simba Sports Club,
Klabu ya Simba tumeandaa utaratibu maalum almaarufu big screen kwa ajili ya kuwakusanya wana Simba pamoja na kwenda kuangalia mechi hii pamoja siku ya Jumapili. Sisi timu yetu ni ya kijamii, kwa hiyo huwa tunapenda kukutana pamoja wana Simba wote, na makutano yetu huwa ni Benjamin Mkapa. Lakini Benjamin Mkapa tumepigwa stop kuingia siku ya Jumapili, kwa maana ubaya ubwela part 2 imeanza kutuuma sisi wenyewe. Kwa hiyo siku ya Jumapili wana Simba wote wa Dar es Salaam tutakutana eneo la Mwembe Yanga kwa ajili ya kuangalia mechi kwa pamoja. Kwa hiyo yote ambaye anahitaji kukutana siku hiyo, tukutane hapo Mwembe Yanga. Tutaanza kama kawaida na burudani zetu za hapa na pale. Tutapata mziki wa kutosha pale, na muda ukifika tutakaa kwa pamoja na kuangalia mechi. Kama ilivyokuwa mechi dhidi ya Constantine, ndivyo ambavyo tunakwenda kufanya mechi hii dhidi ya Gaborone United. Na kuelekea katika mechi hiyo, tuchukue nafasi hii kuwashukuru kweli kweli Mo Kola kwa kutudhamini na kusimamia kikamilifu mpango huu wa kuandaa big screen kwa ajili ya wanasimba. Mo Kola ambaye ni mdhamini wetu Simba Sports Club amesema hayuko tayari kuona wanasimba wanakaa kinyonge siku ya Jumapili, kuona wanasimba kila mmoja anaangalia mechi nyumbani kwake, na badala yake amefanya juhudi kubwa za kuhakikisha ya kwamba wanasimba wote tunakutana Mwembe Yanga, tunaangalia mechi kwa pamoja, tunafurahi kwa pamoja, na baada hapo kila mtu anaondoka nyumbani kwake akiwa ameridhika kweli kweli. Kwa hiyo wale wote wenye dhamira ya kuja kuangalia mechi katika uwanja huo wanakaribishwa, ni bure, hakuna masharti wala kiingilio. Sharti pekee kila mwana Simba avae jezi ya Simba siku hiyo, na avae jezi mpya ya J-Root siku hiyo. Usije na jezi ya zamani Jumapili hiyo. Hilo ndo sharti pekee la kuhakikisha kwamba tunainogesha siku yetu. Na vinywaji vya Mo, jua ni kali pale Mwembe Yanga, lakini vinywaji vya Mo Kola vitakuwepo pale. Mo Kola zote, flavor zote, unajua kuna ile ya bungo ina unyama hiyo kaka. Lakini vile vile tutakuwa na benki ya NMB kwa ajili ya kusimamia zoezi zima la shughuli yetu hii iende sawa sawa siku hiyo. Na benki ya NMB ukiachilia mbali kudhamini tukio hili la big screen, lakini watumishi wa NMB watakuwa pale kwa ajili ya kutoa misaada mbalimbali kwa wanasimba ambao wanahitaji kujiunga na benki ya NMB, ama yote ambaye atakuwa na changamoto yoyote, watu wa NMB tutakuwa pale kwa ajili ya kuwahudumia wanasimba. Kwa hiyo ukaachilia mbali kupata burudani ya kumwangalia mnyama kwenye big screen, lakini tutakuwa tunapata huduma mbalimbali za NMB pale. Ukitoka hapo mwanasimba, mambo yako yanakuwa yamenyooka kweli kweli. Kwa hiyo yote ambaye ana changamoto, yote ambaye anahitaji kujiunga na NMB, anahitaji kupata elimu kuhusiana na NMB, siku hiyo Mwembe Yanga watu wa NMB watakuwepo pale kwa ajili ya kutoa msaada mbalimbali ili matumizi yako wewe na NMB yawe bam bam. Kutakuwa kuna screen kubwa kweli kweli. Hiyo screen ukiifunga ni kama ukubwa wake ni kama kutoka Keko Furniture. Ukubwa wa screen tutakayofunga Jumapili ni kama kutoka Keko Furniture hadi Magomeni 10. Ukubwa wa screen hii. Natosha, Mwembe Yanga ni kubwa sana.
Yani lengo letu watu tumuone Morris Abraham vizuri siku hiyo. Siku hiyo umuone vizuri Jonathan Soa. Siku hiyo umuone vizuri Jean Charles Ahoua. Ndio maana tunafunga screen kubwa ili watu wakae waenjoy. Na mnakumbuka last time watu walikuwa wengi sana. Sasa kwenye watu wengi huwezi kufunga ka TV kama kasebuleni. Lazima ufunge dude kubwa ili watu wakikaa wanaangalia wanaenjoy. Na hayo maajabu yote yanafanywa na Mo Kola pamoja na NMB. Kwa hiyo screen ya maana, mtu hata akikaa za KM ana uwezo wa kuona Mwembe Yanga na akaona boli vizuri kabisa. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya kusema hayo natumai nimeeleweka.